Asante kwa kuchagua kuungana nasi hapa katika UTV. Karibu tuzungumze kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kule Marekani, hasa ambapo Elon Musk ameondoka rasmi Doge, na tutazungumza kwa kina na kufahamu kuhusiana na baada ya hapo nini ambacho tutarajie. Lakini kikubwa katika hili ni yale ambayo yamekuwa yakifanyika na idara hii ambayo kwa kimsingi iliundwa ili kusaidia ama kuwezesha chini ya utawala wa Trump, ikiwa na lengo la kupunguza matumizi ya serikali kiasi cha dola za Marekani trilioni 1. Na tumeona mabadiliko makubwa ambayo imefanya, ikiwemo baadhi ya taasisi za Marekani kutoka pale Marekani na hata pia ambazo zimekuwa zikifanya kazi katika mataifa mengine kusitishwa shughuli zao kwa muda, baadhi ya misaada ambayo imekuwa ikitolewa nayo kusitishwa na mabadiliko kama hayo. Lakini kuondoka kwake kutamaanisha nini katika serikali ya Trump? Je, kutakuwa na athari zozote ama mabadiliko yatakuwepo kwa namna yoyote, na maoni hasa ambayo yamekuwa yakitolewa? Tutafahamu hayo kwa kina. Hapa studioni tunaye Dennis Konga, mchambuzi wa masuala ya diplomasia. Karibu sana Dennis. Tunaye pia Ibrahim Rahbi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Karibu Rahbi. Shukrani sana. Kwa njia ya mtandao tutaungana na wachambuzi kutoka kule Marekani, Profesa Monda pamoja na Abdullahi Boro. Pale ambapo mtandao utakuwa sawa, basi tutaweza kusikia pia kutoka kwao. Lakini pengine tuanzie hapa. Na ni muhimu pia kufahamu Doge, mamlaka yake ilikuwa ni nini hasa katika serikali ya Trump, kwa sababu wapo ambao wanafahamu zaidi, wengine bado uelewa umekuwa ni tofauti. Konga. Karibu sana. Nashukuru. Jambo kubwa ambalo lilifanyika kupitia Doge, kwanza ilikuwa ni kuleta ufanisi. Walikuwa wanasema tutengeneze ufanisi, kwa maana ya kwamba ilikuwa inaonekana pesa nyingi ilikuwa inatumika, alafu hawawezi kuona kile yani hawakuona ule ufanisi wa pesa unafanyika. Lakini jambo la pili ilikuwa inatakiwa isaidie kutengeneza mfumo mpya wa tunasema kulistructure ile government. Serikali inafanya kazi gani kwenye maeneo gani? Na hii ndio utagundua kwamba ikaja ikaigusa ile taasisi ambayo ilikuwa inaisaidia sana Marekani kuwa na nguvu. USAID, ukisikia kutoka kwa watu wa Marekani, ilikuwa ni kupitia shirika hili la misaada wa Marekani. Sasa wakasema hili ilikuwa haina ufanisi kwa sababu kuna vitu ilikuwa inavifanya tu. Kwa hiyo ni afadhali tukaiondoa na labda tufikirie kuja kutengeneza kitu kingine ambacho kitakuwa kinajibia yale maswali ambayo wa Marekani wanakuwa wanayo. Kwa sana makubwa ilikuwa ni hayo, kwamba kuleta ufanisi kwenye pesa na vitu vingine kama hiyo. Na ndio utagundua hata sababu moja hapo ilimfanya Elon waseme kwamba anaondoka ilikuwa ni hii bill ya Triple B. Wanasema ni big beautiful bill ambayo inaonekana kama imeenda kinyume tena na yale malengo ambayo walikuwa wametengenezwa na Doge. Kwa unagundua kwamba hayo mambo mawili, efficiency lakini pia na kulistructure serikali, maeneo yale kuweza kuiangalia mifumo ya kiserikali namna gani inafanya kazi na kwa ajili ya ufanisi wa kiasi gani, ndio ilikuwa inaweza kuongezea. Rabi, uwepo wa Doge ni kama imeumiza baadhi ya mataifa, lakini ina manufaa sasa kwa mujibu wa ilivyoanzishwa, kwamba ina manufaa kwa Marekani, kwa maana kusimamia ama kuhakikisha serikali inafanya mambo mbalimbali kwa ufanisi, lakini pia ilielezwa kupunguza matumizi yasiyo lazima, hasa ile misaada ambayo imekuwa ikitolewa na Marekani kwa mashirika mbalimbali na mataifa mbalimbali. Lakini ukiangalia moja kati ya mijadala ambayo inazungumzwa kuhusiana na Doge ni kwamba imekuwa ikiwanufaisha baadhi ya watu wachache. Hata hiyo kusema kwa Marekani inategemea huko upande gani pia, kama Doge inaweza kufaidisha kiasi gani, kwa sababu miezi takriban 4 Donald Trump ameanza kuhudumu Januari 20 takriban miezi 4 wafanyakazi walioachishwa kazi kwa mpango wa Doge wa kupunguza matumizi rasmi 1600 walioachishwa kazi, 4700 ambao wamepewa likizo za muda usiofahamika. Kwa hiyo unaweza kuona kama Doge ilianza kuangata hapa. Na ukitazama sasa Doge kwa jumla yenyewe imeleta kama migongano mingi sana ya ndani ambayo imekuwa, na huenda ikawa ni sababu pia ya Musk kuamua kuondoka nje ya bili ambayo iliyopitishwa juzi, ambayo inaonekana walipingana hadharani yeye na Trump. Mkuu wa mpango wa Trump
alimpa kazi fanya hii, lakini alivyoileta mpango wa pili wa Trump ulivyokuja kwa unapingana na Doge, kuwa mbona tunaambizana tupunguze matumizi alafu mnaleta bili ambazo zinaonekana zina matumizi makubwa sana. Kwa hiyo hilo unaweza ukaliona hivyo. Sasa kiuhalisia kuwa Trump akizungumza Doge na akizungumza Vivek au akizungumza Elon Musk ni Doge ya upande mmoja ambayo imefanya vizuri sana kwa upande wao wanavyoizungumza, lakini wanapoizungumza wengine kuhusu Doge inatajwa kama ni kitu ambacho kimewaumiza sana wa Marekani na kitu ambacho wanaweza wakasema kuwa kimeitoa Marekani ulimwenguni, kwa sababu mpango wa Doge ni mipango ya, hasa ukitazama ni mipango ya Elon Musk, na Trump aliamua kumweka Elon Musk kwa sababu Musk alivyoinunua Twitter alifuta kazi wafanyakazi 80% ya wafanyakazi wa Twitter waliondoka. Kwa hiyo Trump alivyoona kuwa huyu aliweza kwenye mtandao wake kutoa watu 80% na bado mtandao umesimama, kwa hiyo huyo anafaa hasa sehemu za kupunguza matumizi kama hayo. Lengo ni trilioni 1, lakini mpaka anaondoka miezi 4 ni kiasi cha dola bilioni kama 176 ambazo wameweza kuziokoa kwa nafasi yao. Kwa hiyo unaona lengo bado kiasi liko mbali kwa kiwango chao. Lakini mivutano sasa mingine ambayo imesababisha hiyo ni ya kisiasa ya ndani. Kuna watu ambao wanaamini wao ni Trump sana, halafu ujio wa Elon Musk umekuwa ghafla. Kwa nini amepewa kiti karibu zaidi na bosi, wakati sisi tuliopambana katika vita kubwa ya muda mrefu kumrudisha huyu bwana kama vile hatusikilizi sana. Kwa hiyo kumekuwa kuna mitifuano mingi mikubwa ya kisiasa ya ndani ya Doge, utendaji wake, nafasi ya Musk, uhusiano wake na Trump, kukutana Malalago kila siku. Na kwenye hiyo hoja ya shaka ya Musk kuwepo kwenye serikali ya Marekani, wapo baadhi ya Wamarekani, lakini waliopo nje pia ya Marekani wanatafsiri kwamba pengine Musk kwa namna ambayo maumivu ya uwepo wake, maumivu ya kurejea Trump madarakani, wanamnyoshea kidole zaidi Musk, kwamba Musk ndiye ambaye pengine ana mchango wa asilimia kubwa kwenye haya. Na katika hilo pengine tujaribu kumfikia Profesa Monda, naambiwa yuko mtandaoni. Karibu sana Profesa, bila shaka unatupata? Bila shaka nawapata, asante kunialika. Naam, asante sana pia kwa kuungana nasi. Nafahamu ni usiku huko, na pengine Richard hilo angefanua pia zaidi. Profesa, tunaendelea na mjadala hapa, lakini swali ambalo natamani uanze nalo ni juu ya wale ambao wanamnyoshea kidole Trump na Musk, kwamba uwepo wa Musk karibu na Trump ndio ambao umekuwa ukiongoza taifa la Marekani, kwamba Elon Musk amekuwa na nafasi kubwa sana kwenye maamuzi ya serikali ya Marekani. Karibu sana. Asante sana. Na nikiongezea na yale mawazo ambayo yameangaziwa pale mbele, pia ni kusema ya kwamba kihalisia Trump ndiye anayetaka kuwa nuru. Yeye ndiye anataka kuangaziwa zaidi, na tumeona wasaidizi wake kama msimu wake wa kwanza kama Steve Bannon alikuwa mshirika wa karibu wa Trump. Baada ya miezi kadhaa akapigwa kalamu, na inaonekana ni vivyo hivyo kwa huyu Elon Musk. Trump hapendi kushindana na mtu yeyote kwa masuala ya kuelekeza serikali. Yeye ndiye anayetaka kuwa fahali mkuu. Lakini pia kumekuwa na wasiwasi hapa Marekani kwa sababu nyadhifa hii ya Elon Musk haikuidhinishwa na Seneti. Na kwa hayo ni kama nyadhifa hii ni ile ya kuapishwa na rais, na hivyo ni sawa, lakini pia kama ni idara ya serikali na kama ni ile madaraka Musk amepewa, madaraka makubwa, kufuta watu kwa mamilioni, hiyo idhini hiyo lazima, au nyadhifa hiyo lazima kidesturi ipitie kwa Seneti. Alafu dokezi la tatu ningeongezea hapa ni kwamba dosari iliyopo hapa kwa Elon Musk pia ni kule tunaita conflict of interest. Tunajua kwamba yeye ni mfanyi biashara, ana idara yake, kampuni yake ya Starlink iliyopewa kandarasi na serikali ya Marekani zaidi ya bilioni 18 dola za Marekani. Naye anaketi kwenye kamati kuu ya usalama ya Marekani. Kwa hivyo kuna utata pale ambapo wengine wanasema jamani, huyu ni mwanabiashara, pengine akisikia
zile siri za serikali pengine kuhusiana na China na Urusi na udukuzi na mambo haya mengine, anaweza kuyatumia kujiendeleza kibiashara. Kwa hivyo ni mengi tu ambayo yamechangia, ndiposa Elon Musk sasa akapigwa kalamu. Wamarekani wanasema nini sasa kufuatia Elon Musk kujiuzulu kwenye nafasi hiyo, na je, Doge itaendelea kuwepo? Doge nadhani itaendelea kuwepo, lakini nadhani vile ile kasi ya kufuta wafanyikazi serikali ilikuwa inadhofisha ile imani ya wafanyikazi wa serikali wengi ambao walikuwa wamehitimu kwa muda mrefu, ile tajriba ya kazi ambayo mtu kwa mfano umeipata zaidi ya miaka 25, zaidi ya miaka 40, alafu anapata barua pepe baada ya masaa 2-3 anaambiwa kesho usirudi kazi. Inadhofisha sana, na walikuwa nafuta wataalamu wengi ambao walikuwa na ule ujuzi na uzoefu wa kazi wa ndani sana. Na pia kulikuwa na dosari hapo ambapo uwezo wa Elon Musk kuweza kuingilia zile nyaraka za idara tofauti za serikali, idara ya ulinzi, idara ya usalama, aliweza kuingia na kupata habari na nyaraka za Wamarekani nyingi ambazo ni za kisiri na za watu binafsi. Kwa hivyo kulikuwa pia na utata pale, na nadhani kwa wakati huu idara hii itaendelea nadhani, lakini kasi zake zitapungua kwa kiwango fulani. Pia tukiangazia kwamba kupunguzwa kwa gharama au matumizi ya serikali haijakuwa kwenye kiwango ambacho Trump alikuwa ananuia. Musk na Trump walikuwa wamesema wataokoa zaidi ya $2 trilioni, na kwa wakati huu wameweza kuokoa chini ya $200 milioni. Kwa hivyo kuna utata pale, lakini pia patashika za kisiasa za Washington pia zimechangia kwa jambo hili. Na katika hilo Profesa, licha ya kuwa walilenga zaidi kupunguza matumizi kwa kiasi kikubwa, baadhi ya hatua ambazo walikuwa wamezifanya zilipingwa mahakamani. Labda Konga, katika hili inaashiria nini hasa kuhusiana na mifumo ya uwajibikaji nchini humo? Ndio hapo utaweza kugundua kwamba tuna shida nyingi duniani, hasa kunapohusisha watu, kwa sababu watu wanakuja kwanza na maslahi ya kwao binafsi, halafu baadaye hayo maslahi ya kwao yakikaa vizuri na ile mifumo iliyowekwa, yani maslahi ya taifa, ndipo tunasema wanafanya vizuri. Hiyo nisema kwa watu huo wanasahau kila binadamu ni binafsi, anajaribu kuangalia yeye atapata nini katika hilo jambo. Kwa hiyo sasa, kama kulikuwa kumeonekana hakuna ufanisi ambao unahusisha watu, kulikuwa kuna namna nyingi za kuweza kuangalia. La kwanza ambalo walikuwa hawalitaki ilikuwa ni kuangalia mifumo ile ya kuwatengeneza, tunapataje hawa watu wa kwenda kuingia kufanya hizo kazi. Utagundua kwamba mifumo ndio ile ambayo ilikuwepo na ilikuwa inafanya watu vizuri, lakini bado utagundua, amezungumza labda vizuri, si watu wote walikuwa wanaweza kufaidika. Kuna wengine inategemea umekaa wapi. Kwa hiyo ukiuliza wale ambao ni pro Trump, ambao wako hata kwenye serikali, wanaona kwamba hili jambo ni zuri. Kwa sababu gani? Labda walikuwa wako mbali sana na meza ya chakula, walikuwa hawezi kupata vitu. Kwa hiyo sasa wamerudishwa, wanaanza kuona kwamba na sisi tunaweza tukatengeneza mifumo namna gani. Lakini ukiacha haya yote, unarudi kwenye ukweli kwamba mifumo inatakiwa itengeneze ili iwasaidie watu. Lakini Doge ilianza kuwaumiza watu baada ya kuwasaidia watu. Kwa sababu hauwezi ukaretrench, yani huwezi ukaondoa kazini watumishi wa umma. Kwanza wana siri nyingi, na waliondolewa sio watu wale wa chini, watu fulani wakubwa wana mambo mengi mazuri ambao wanaweza akaamua kuyatumia kuwaumiza tena kama nchi. Lakini la pili, kama sio kuwaondoa, lazima ufikiri namna bora ya kuweza kuwaondoa. Unawaondoa watu, naambia kwamba tunawapa mikataba, yani tunawaondoa pasipo kujua lini mtarudi. Unajua maana yake? Huyu anaishi namna gani? Tunafidia namna gani muda ambao wanakuwa wamepoteza. Ndio bado narudi tena kusema kwamba kumbe mifumo ya kiserikali ilikuwa inatakiwa iweze kuangaliwa kwa uzuri kabisa, kwa maana kwamba tunapoondoa hawa tunaleta watu wa namna gani. Utagundua kwamba waliondolewa na walioletwa watafanana, kwa sababu bado wanakuwa ni binadamu wale. Lakini ukiacha hiyo sasa, unakuja kwake mwenyewe. Yeye ameingia kama ajira maalum.
ila maalum kwa namna gani? Kwa maana ya kwamba hajathibitishwa na baraza la Senate. Kwa ndio maana kuta wameweka hizo siku 130. Baada ya hapo inatakiwa ama uje ule wake hapo tukuulize maswali, ni kwa nini unadhani wewe unastahili kuliko ni mtu mwingine, au tuwete competition ya mtu ambaye atakuja kuhead hii docket ya Dodge, kwamba bana njoo leta mwenye CV tukae kwamba kabla hapa hakuwa mwajiri wa serikali, mtu kutoka kwenye private, kwa mtu ambaye kwa kilipo na hata sasa alikuwa alipo hakutaka hata senti moja, kwamba yeye anajitolea kabisa. Hiyo muhimu, inawezekana ndipo shaka inakuja kwamba unamwekaje mfanyabiashara kwenye nafasi muhimu kama hiyo. Inawezekana pia akapata siri ama baadhi ya taarifa ambazo zitamnufaisha kibiashara. Inawezekana imechagize utajiri wake kuongezeka mara nyingi tofauti na awali alipokuwa kiongozi. Kwanza inafanya biashara sana na serikali ya Marekani, kwa maana ya kwamba ile huduma yake ya internet, unajua uwezo kuzungumza habari ya maendeleo ya Marekani na mataifa mengine kwa sasa hivi bila kuzungumzia habari ya uwepo wa internet ambayo ina speed kubwa. Na yeye ana sifa hiyo, kwa ana hiyo biashara. Lakini ukiacha hivyo, angalia magari ya Tesla. Unaweza kuona sehemu nyingine kama sehemu ya kupinga walikuwa wanakimbiza, wanaharibu magari ya Tesla. Lakini walikuwa wanaona kila mtu anayeendesha gari ya Tesla anafanywa fujo. Anafanywa vurugu. Kumbe nini? Wewe ndio unasababisha shida. Yaani shida hizi zote tunazipata ni kwa sababu ya huyu jamaa Elon. Unaona? Sasa kwa sababu Elon ni tatizo, umezungumza vizuri. Ni kweli anakaa kwenye vikao. Unajua anakaa kwenye vikao vile vya juu sana vya usalama. Unaona? Na kule wanazungumza mambo mengi ikiwepo uchumi. Na yeye ni mfaidika wa yale ambayo yanatokea katika uchumi. Anafikiri kwamba okay, nikiweza kufanya taarifa hii naweza nikafanya 1 2 3, akaambia watu wake, kwa sababu yeye anatafuta faida. Unaona? Tayari anakuwa yuko mbele kuliko ni hata wale wengine. Kwa hata ile dhana ya ushindani wa kibiashara ambao wa liberali au watu wa demokrasia wanaipenda inaonekana haipo, kwa sababu huyu anakuwa tayari ana taarifa nyingi kuliko mtu mwingine. Sasa Rahbi, hii ni kama vile tunasema alikuwa anajitolea, lakini kama vile yeye amefaidika zaidi na nafasi hii ambayo alikuwa anapata. Bila shaka Musk amefaidika sana. Ukiangalia kuwa mfano ni mmoja uwekezaji naweza kusema wenye faida kubwa sana Musk aliweka. Wakati dakika za mwisho Trump anataka kurejea baada ya dalili kubwa kuonyesha kuwa Trump atashinda, Musk takriban alitumia kama dola milioni 200 kwa ajili ya kufadhili ile kampeni na mambo mengine. Lakini baada tu ya ushindi wa Donald Trump, hisa za kampuni yake zilipanda maradufu. Alihitajwa kuingiza mabilioni ya fedha kupitia hapo. Lakini kufaidika kwake kumekuwa kukubwa zaidi, kwa sababu fikiria leo, unakumbuka ugomvi, manake Musk ni mzaliwa wa South Africa. Yeye alikuwa na ugomvi na serikali ya South Africa kwa sababu walimnyima tenda, walimnyima kazi kuweka kampuni yake pale Tesla na kampuni ya masuala ya internet. Lakini fikiria, itazame mdahalo uliofanyika kwenye ofisi ya Oval wiki 2 zilizopita kati ya Ramaphosa na Donald Trump katika ule mbinyo walioenda nao. Yani South Africa walienda tayari na kazi wameshampa, kwa sababu yupo karibu mno na sehemu ambayo inatuumiza, na inatajwa vikwazo mfano vilivyoelekea South Africa pia vinahusishwa kuwa na Musk pia alivichochea kwa sababu yeye alinyimwa kazi kule. Sasa hiyo sehemu ya kufaidika. Lakini tazama ziara ya juzi ya Donald Trump Mashariki ya Kati, alikuwa pembeni. Ameenda kusaini mikataba mikubwa ya mabilioni ya dola. Lakini kuna jingine ambalo mimi naliona kuwa ambalo tulizungumza mimi na wewe juzi hapa kuwa hii naiona Musk alichungulia mbele zaidi kuona madhara ya hiki anachokipata hivi sasa huenda kikaja kikamuumiza mbele, kwa sababu unakaa na kiongozi mwenye nguvu sana kwa miaka 4 ambaye anakinga, na wewe unafaidika kwa kiwango kikubwa sana. Hawa wa Marekani na mifumo ilivyo huwa wana kitu kimoja hawasahau. Huenda baada ya Trump kuondoka na ukawa hauna cha kukusaidia, watakuja kujaji kila ulichokipata kukichuma katika wakati ambao wewe ulifaidika kwa njia ambazo wao wanaamini kabisa hazikuwa halali. Wakati bosi wako anakinga wakati bosi wako anakinga, wewe hutokuwa na kinga. Sasa tayari nadhani wanasheria wake wamemwambia kuwa nafasi uliopo itakufaidisha kwa muda, itakuumiza kwa muda mrefu. Kwa hiyo unaweza ukachukua hatua hivi sasa kuepusha hili. Profesa, katika hilo sasa nini ambacho kitabadilika, ama bado utendaji wa Dodge utaendelea kama ambavyo Elon amekuepo, ama kuna vitu bado ambavyo vitabadilika? Kuna lote ambalo linasemwa katika hili? Unajua dada mwenyekiti, ni vigumu kutabiri kwa wakati huu, kwa sababu idara za serikali za Marekani
ni kubwa, na hapo unaangazia mabilioni za dola. Ni kupatia mfano wa shirika la Sauti ya Marekani, Voice of America. Limepigwa kalamu kwa wakati huu, na wengi wa Tanzania wengi tu, wa Kenya wengi walio kwenye idhaa kwa mfano ya Kiswahili huenda wakapoteza kazi zao. Kwa hivyo hiyo Sauti ya Marekani, US Agency for Global Media, hiyo tunajua tayari, hata ingawa kuna makesi kwenye mahakama, hizo kesi tunajua juu chini, huenda Sauti ya Marekani ikafutiliwa mbali. Pia ukiangazia tuseme upande wa mashirika kama shirika hili la kusimamia elimu, Department of Education hapa Marekani, pia ni kama kwamba Trump kama hata ifutilia ataipunguza tena kwa kiwango kikubwa. Lakini kwenye sekta zingine ukiangazia tunasema matumizi ya serikali, wana Republican hawaangazii upande wa matumizi kwenye sekta ya ulinzi, ambalo pato lake ni zaidi ya 90% ya bajeti ya Marekani kwenye sekta ya ulinzi. Hawaguzi hapo. Wanaangazia tuseme idara ya elimu, idara ya mawasiliano ya sera za nje, Department of State, na hapo ndipo nadhani kupunguzwa kwa matumizi yataendelea. Na nasikitika kusema mataifa ya Afrika Mashariki, mataifa yanayoendelea yataendelea kupata pigo kubwa, hususan tukiangazia kwa mfano USAID, US Agency for International Development, imepigwa kalamu. Na shirika kama hilo lilikuwa likisaidia sana kwenye sekta za afya Tanzania, Kenya, Afrika Kusini, kupunguza tuseme gharama ya madawa ya kutibu ukimwi. Kwa hivyo Trump kwa ujumla, nikiangazia mbele, ni kusema kwamba watapunguza zaidi zile idara ambazo zinahusiana na matumizi ya dola za walipa kodi hapa Marekani kwa mataifa ya nje. Lakini kwa matumizi ya ndani, hususan sekta ya usalama na jeshi na sekta kama hizo, bado ataendelea. Ingawa mvutano huu wa kisiasa tena na Trump, dada mwenyekiti, ni vigumu kutabiri. Anasema ni ushuru leo, kesho wakaitoa. Leo mamtoa Musk, kesho huenda kukao na purukushani nyingine ambalo litajitokeza pale. Profesa, Donald Trump ambaye ni rais pamoja na Elon Musk, hawa wote wawili ni wafanyabiashara. Donald Trump ni mfanyabiashara licha ya kuwa rais, lakini Elon Musk pia ni mfanyabiashara. Hakuna hisia ya kwamba pengine hawa wawili wana mambo yao binafsi, makubaliano ya kimkakati, pengine haya ambao tunayaona ni kama ni sehemu ya kuzuga tu, lakini jambo la msingi pengine kuwa na mambo yao kimkakati, kufanya biashara zaidi? Lazima ni jambo kubwa, ni donda ndugu, na kuna wengi ambao wanadadisi ya kwamba jambo hilo ni tishio kwa demokrasia ya Marekani. Nikikupa kwa mfano haraka upesi hapa, hizi kodi ambazo zinalenga mataifa yote duniani. Kuna wengi ambao wanadadisi ya kwamba tuseme Tanzania ikienda kwa ikulu, ama Kenya ama Afrika Kusini au China au Cambodia, kila taifa itakuwa ikijaribu kutafuta njia ya kupunguza ushuru. Na pale kuna wengi ambao wanasema inapanua njia za ufisadi kuingia ndani. Tumeona hivi majuzi Qatar ilimpatia Donald Trump ile ndege ya kifahari ya karibu dola milioni 400, ndege pekee. Kwa hivyo wengi wanasema jamani, hii haionekani sawa, rais wa Marekani kupokea ndege kutoka taifa ambalo linafanya biashara naye na Elon Musk. Nafasi ya ufisadi imekuwa ni kubwa, na kuna hofu hapa Marekani ya kwamba Trump haongozi taifa kwa minajili ya
maslahi za Marekani pekee, lakini kipaumbele chake ni kutengeneza pesa na kuendeleza nafsi zake za kibiashara na zile za Elon Musk, na itakuwa ni shida sana siku za mbele. Sasa Profesa, asante sana. Dennis Konga, maamuzi haya ambayo yameendelea kufanyika juu ya mambo mbalimbali duniani na hasa mataifa mengine pia kukubali kufanya biashara na Elon Musk, inawezekana ni kwa sababu ya usaidizi wa serikali ya Marekani, wakiwa na shaka ya kwamba wasipofanya biashara na Elon Musk wamegombana na serikali ya Marekani? Huo ni ukweli, kwa sababu mfano rahisi amesema Arabia hapo. Unajua serikali ya Afrika Kusini ilivyoenda kule, kwanza walikuwa wamejipanga vizuri, wakienda na sehemu ya watu waliunganisha nguvu chama cha DA ambao ni mabuas, wakaenda naye kule wakijua kwa Elon Musk yuko karibu zaidi na meza, au niseme yuko mezani. Unajua kuna hii nadharia ya kuwa alikuwepo, unaona, alikuwepo pale kuwa sehemu ya meza au kwenye menu. Kwa wao walishaangalia menu wakajiona wapo, wakikosea hapa namna bora ya kuifanya serikali ya Marekani iweze kuelewa itakuwa ni shida. Na Mungu hata alipokuwa akisema kuna genocide kule na Ramaphosa, nimefurahi kwamba alikuwa yuko mtulivu na akijibu hoja na wale wengine wakimsaidia kujibu zile hoja. Kwa hiyo ni kweli serikali nyingi zitafanya hivyo, ila uzuri ni kwamba dunia bado haiko, Marekani wana nafasi kubwa lakini sio taifa pekee. Mimi nafurahi nikiona Wachina wanazungumza, nafurahi kuona taifa kama BRICS wanakuja, kwa maana ya kwamba sasa kumbe hatutakuwa tunategemea zaidi Marekani, tunaweza tukategemea zaidi pia sehemu nyingine. Lakini kubwa zaidi ambayo mimi naliona kwa Afrika ni kuongeza ufanyaji biashara miongoni mwetu nchi za Kiafrika. Na hili ni sehemu ambayo tuko nyuma sana sisi. Nikitumia tu mfano wa sasa hivi wa kuondolewa USAID. USAID imeumiza sehemu nyingi, lakini ukifuatilia utagundua ile volume of trade katika miongoni mwa nchi za Kiafrika iko chini sana. Na tunategemea masoko ya nje. Lakini bado ndani potential iko kubwa, kwa maana ya kwamba soko lipo na mahitaji ya vitu, mahitaji ya mambo mengi yapo hapo ndani ya Afrika. Kwa hiyo inawezekana tukaenda mbali. Rahbi, baada ya Elon sasa kuondoka, inawezekana labda hii mikataba ya biashara ambao waliosaini nao walisaini kwa hofu, huenda wakarudi nyuma? Tutarajie hiyo? Yote yanawezekana kwa dunia ya leo ambayo unajua kama miaka mitatu dunia imetuonyesha kuwa iko tofauti kabisa na kile ambacho tulikuwa tunakiamini sana. Tuliamini sana kuhusu haki, tuliamini kuhusu mifumo inafanya kazi, lakini kadri muda wa miaka mitatu iliyopita umetuonyesha vitu vingi sana tofauti. Hili la Elon Musk na hii kurudisha, inawezekana hata South Africa wenyewe wakafikiria upya kuwa kama Musk hayuko tena pale, kwa sababu sisi tulikuwa tuna njia zetu. Lakini pia inawezekana ikabaki vile vile. Yote yanawezekana kwa sababu si kuwa alikuwa akitoa huduma, na huduma yake inasifika, ni moja huduma bora kabisa ya Musk duniani ambayo kuwa nchi nyingi zimekuwa. Lakini ulimuuliza Konga hapa kwa je, ushawishi ni lazima inakuwa hivyo, kwa sababu leo hii fikiria kuwa kama nchi yoyote Musk anaweza akaomba tena, jamani naomba niwaletee huduma. Sioni nchi yenye ushujaa kumwambia kuwa hatuhitaji, wakati unafahamu kabisa jioni ya leo atakuwa Mar-a-Lago na Trump pembeni wanazungumza na wewe unahitajia chochote. Anatajwa kuwa Musk, ushawishi wake umesababisha kuwa rafiki zake wengi sana wamepewa kwenye nafasi za juu kabisa kwenye serikali ya Marekani. Sehemu mbalimbali wamewekwa, japo kuna sehemu Trump hakufuata, lakini kuna sehemu nyingi pia Musk alihakikisha anapenyeza watu wake wa karibu ambao wamewekwa kwenye vitengo muhimu. Kwa hiyo ushawishi wake ulikuwa mkubwa, na akikuletea naomba tenda kwa vyovyote utampa tu. Hauwezi kuikataa. Kwa hiyo maslahi yanakuwa mgongano wa maslahi ni mkubwa sana yeye kuwa pale. Kwa hiyo huenda biashara zake ama faida ambayo ameipata baada ya pale si halali sasa. Ndio hilo ambalo limemkimbiza hivi sasa, kwa sababu anajua mbele anaweza kukutana na kigingi. Kwa sababu tumezungumza hapa kwamba pengine watu wamefanya biashara kwa sababu ya hofu, ya shaka, pasipo kuwa na ushindani wa kibiashara. Kwa maana Dennis Konga anaingia mkataba na Rahbi. Sasa hana namna kutokuingia biashara na Rahbi. Pengine angeingia mkataba na Hilda, lakini ameenda kwa Rahbi kwa sababu Rahbi yupo karibu na mfanya maamuzi dhidi yake. Ndio nakwambia, yani ile unasema ile usawa wa ile tenda. Unajua tenda zikiwekwa sisi tunataka tuweke usawa, tuweke ushindani sahihi ya watu wanaoitaka tenda. Lakini leo hii Musk anakuletea naomba tenda labda ya nchi fulani. Halafu tunaletewa kampuni nyingine kutoka sehemu fulani, tunaomba ziwe kampuni 5. Bado ana uhakika wa 95% yeye kuwa ataichukua hiyo tenda, kwa sababu tu
dude alilopanda linaitwa Marekani. Linaumiza kuwa kama nitajiweka mbali na huyu akiniwekea kinyongo, atanichongea kwa bosi. Sasa akinichongea kwa bosi, sisi tutaumia. Kwa hiyo hebu mpeni niaishe. Shukran sana. Shukran Rahbi. Asante sana Dennis Konga. Tunakushukuru pia Profesa David Monda. Bila shaka saa 7 sasa usiku inaingia hapo New York. Tumwache apumzike. Shukran kunialika. Asante sana pia kwa kukesha na kushiriki pamoja nasi. Tunashukuru sana na tunakamilisha hivyo. Pia tulikuwa tuungane na Abdullahi Boru, lakini imeshindikana, lakini bila shaka pia umepata vya kutosha. Niwashukuru sana, niwatakie pia majukumu mema. Shukrani sana. Tunakamilisha hivyo kwa sasa, tukizungumzia mengi zaidi kuhusiana na kuondoka kwa Elon Musk katika serikali ya Trump. Endelea kufuatilia UTV.